Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, nipende tena kukukaribisha katika kipindi chetu hichi cha hadithi za mitandaoni, hadithi za Biblia. Nilioko mbele yako ni yule Aiton Josephat, mhudumu katika kanisa la Mlima Moria Ministry lililoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon Mamkwe, linalopatikana maili 6 Moshi, Kilimanjaro. Hivyo napenda kukaribisha sana. Nipende pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi aliyotupa sisi na uzima aliyotupa. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu aliyemweka mahali hapa na anayemtumia kwa viwango vya juu sana. Hivyo ndugu mpenzi mtazamaji, tunaenda kuendelea na hadithi yetu ya kitabu cha Danieli au hadithi ya nabii Danieli. Katika hadithi hii ya nabii Danieli, kwa pale tulipoishia katika sehemu ya kwanza, kama ulikuwa unanifuatilia au kama hujafuatilia sehemu ya kwanza, unaweza kuifuata hapo juu na kuweza kuifuatilia zaidi na zaidi. Katika hadithi hii ya nabii Danieli alikuwepo mhusika mkuu ambaye aliitwa Nebukadreza. Hivyo basi siku ya leo utaenda kuona mwisho wa maisha ya Nebukadreza, na pia utaenda kuona Danieli alivyozidi kukuzwa na kuendelea kupelekwa katika viwango vya juu. Danieli, mtu huyu ambaye aliitwa Belteshaza, alizidi kupelekwa viwango vya juu kwa sababu alikuwa ana Mungu ndani yake, alikuwa ni mtu wa maombi, alikuwa ni mtu jasiri na mwenye roho watakatifu au roho wa miungu watakatifu ndani yake. Basi mfalme Belteshaza aliweza kuota tena ndoto ya pili baada ya ndoto ya kwanza tuliweza kuielezea katika sehemu ya kwanza. Belteshaza, mfalme Nebukadreza aliweza kuota ndoto ya pili ambayo ilifahamika kwa ndoto ya mti mkuu. Nebukadreza aliota tena ndoto ambayo ndoto hii ilimpa mawazo mengi na kumfadhaisha. Akaamuru waweze kuletwa watu wa Kaldayo, waweze kuletwa wachawi na waganga na wenye hekima wa ufalme wa Babeli ili waweze kumtafsiria ndoto ile. Basi mfalme akaletewa wale wachawi na waganga na Wakaldayo na wanajimu, wakapelekwa mbele yake kwa ajili ya kuweza kutafsiri ndoto aliweza kuiota. Mfalme akawahadisia ndoto ile, lakini hawakuweza kutoa tafsiri ya ndoto ile. Basi mfalme alipokuwa katika jumba lake la kifalme alikuwa akifadhaika sana, kwa sababu watu wote walishindwa kumuelezea ile ndoto. Lakini mwishoni alikuja Danieli ambaye alifahamika kwa jina la Belteshaza. Ndipo mfalme akamwona Danieli na kuamini kwamba angeweza kutafsiri ndoto ile. Akamuita Danieli na kumwambia kwamba nimewaita wenye hekima na wachawi na waganga na wanajimu, nao wameshindwa kutoa tafsiri ya ndoto niliyowahadisia. Lakini wewe Danieli, ninakuomba unitafsirie ndoto hii. Hivyo mfalme Nebukadreza aligundua kwamba Danieli angeweza kumtafsiria ndoto ile, kwa sababu wengine walishindwa kuitafsiri, na yeye aliamini kwamba Danieli ndani yake kuna roho ya miungu watakatifu. Ndipo mfalme akamhadisia Danieli ya kwamba Danieli, nami katika nyumba yangu nilipokuwa nikistarehe katika jumba langu la kifalme, mawazo yangu yaliingia ndani yangu. Naye mfalme Nebukadreza akapata kuota ndoto ya kwamba aliona mti mkuu, mti ambao ulikuwa una nguvu, mti mrefu uliofika mpaka mbinguni na upana wake ulikuwa mpaka miisho ya dunia. Mti huu ulikuwa una majani mazuri, nao ulikuwa ni mti uliostawi sana. Ulikuwa ni mti wenye matunda mengi na mazuri, ambapo ndege wa angani walipata uvuli na walipata sehemu pa kukaa. Wanyama wa kondeni walipata uvuli katika mti huu, na pia matunda yake yalikuwa na chakula kingi. Watu walienda kwenye mti ule wakachukua chakula, wakachukua matunda, wakaweza kula. Lakini mfalme Nebukadreza katika njozi yake akapata kuona kwamba walinzi au mlinzi mtakatifu ambaye anajulikana kwamba alikuwa ni malaika alishuka kutoka juu mbinguni, akasema ya kwamba ukateni mti huu na mkiache kisiki chake. Kwa hiyo malaika alishuka na kumwambia kwamba ukateni mti huu na kuyapukusia majani yake mbali na kutawanya matunda yake, lakini mkiache kisiki cha mti huu kiendelee kunyeshewa na umande wa mbinguni, kiendelee kunyeshewa na umande wa mbinguni na maji ya mbinguni, lakini mti huu ukateni ukatike kabisa. Na baada ya mti ule ukakatwa, kisiki chake kikapata kuachwa, kikafungwa pingu za chuma.
Lakini mfalme Nebukadreza alipokuwa akimalizia ndoto ile, Danieli alikuwa akiendelea kufadhaika na kumsikiliza. Kwa hiyo mti ule uliweza kukatwa na kisiki kile kikaweza kubaki, kikaachwa ili kipate umande wa mbinguni. Baada ya hapo mfalme Nebukadreza akasema kwamba kisiki hichi mkiache na moyo wake utabadilishwa, utakuwa sawa na moyo wa wanyama, usiwe kama moyo wa wanadamu, kikaishi na wanyama wa kondeni kipate umande wa mbinguni. Lakini mfalme akamwambia kwamba Danieli, nimewaita wanajimu na wachawi na waganga wasiweze kunitafsiria ndoto hii. Lakini wewe Danieli, kwa kuwa anajua kwamba roho wa miungu watakatifu wanakaa ndani yako, ninakusihi sana unitafsirie ndoto hii. Ndipo Danieli akaweza kumtafsiria mfalme ndoto ile na kuweza kumwambia kwamba mfalme, ndoto hii ni Mungu mwenyewe, Mungu aliye hai, aliweza kumjulisha kwamba mfalme Nebukadreza kwamba atakatiliwa mbali na maisha ya wanadamu. Mti ule uliona kwamba ni mkuu na mzuri wenye matunda ni ufalme wako Nebukadreza, kwa sababu ulikuwa ni mkubwa sana na mkuu, na ulifika mpaka mbinguni na hata miisho ya dunia. Kila ulilotaka kulifanya uliweza kulifanya, na kila ulilotaka kulibatilisha uliweza kulibatilisha. Lakini Mungu amempa mfalme tafsiri ya kwamba ufalme wake utakatwa, maana yake utaangushwa na atapewa mtu mwingine. Naye amemjulisha mfalme Nebukadreza ya kwamba atakatiliwa mbali na wanadamu, naye atapelekwa kondeni, atalazimishwa kula majani kama ng'ombe, ataenda kuishi kama mnyama, na umande utapita katika mwili wake, naye atabadilishwa kabisa, moyo wake utakuwa kama moyo wa mnyama. Ndipo Danieli akaendelea kumelezea mfalme tafsiri ya ndoto ile ya kwamba atakuwa kama mnyama na kuishi katika misitu na kula majani kama ng'ombe, mpaka atakapojua kwamba Mungu aliye hai ndiye anayetawala katika dunia na katika falme za wanadamu. Lakini Danieli akatoa ushauri kwa mfalme na kumwambia kwamba mfalme, nami nakusihi sasa ya kwamba uache uovu ukatende haki. Yamkini ukaongezewa siku za kuishi, siku za kukaa raha. Hivyo ukatende haki kwa kuacha uovu wako na kuhurumia maskini. Yamkini Mungu akakuongezea siku za kukaa raha. Lakini utaweza kuona katika Danieli ile 4 ya kwamba mfalme Nebukadreza baada ya miezi 12 sawa na mwezi na mwaka mmoja, mambo haya yaliweza kumpata. Hapo alipokuwa katika ufalme wake, alipokuwa akistarehe katika jumba lake, akawa akitembea katika jumba la ufalme wa Babeli, mfalme Nebukadreza akasema ya kwamba tazama, mji huu sio mji niliojenga kwa ajili ya utukufu wangu mwenyewe kwa nguvu zangu. Hivyo mfalme alipokuwa akisema kwamba mji huu nimeujenga mimi mwenyewe kwa nguvu zangu na kwa utukufu wa enzi yangu, kabla hajamaliza maneno yale, ikatoka sauti kutoka juu mbinguni na kumwambia mfalme Nebukadreza, mfalme, maneno haya ni wewe unayeambiwa ya kwamba ufalme huu umeondolewa mikononi mwako, nao umegawanywa, amepewa mtu mwingine. Saa hiyo hiyo mfalme Nebukadreza akaweza kubadilishwa ufahamu wake na moyo wake. Saa hiyo hiyo akapewa moyo wa mnyama, akafanana na ng'ombe, akabadilika na kuanza kula majani kama ng'ombe kwa sababu ya kumtukuza Mungu aliye hai. Sawa na ndoto ilivyokuwa inasema kwamba nyakati 7 zitapita juu yake. Na kile kishina cha kile siki, tunakumbuka ndoto ile ilielezea kwamba baada ya zile nyakati 7 atarudishwa tena na ufalme, kwa maana kile kisiki kitakuwa kimechanua kutokana na ule umande ambao ulikuwa umepita juu, kwamba ni ule ufalme wa Nebukadreza utarudishwa tena kwake. Basi mfalme Nebukadreza akawa na moyo wa mnyama, akaenda kondeni kula majani. Umande wa mbinguni ukamnyeshea, kucha zake zikabadilika zikawa kama kucha za ndege, mwili wake ukapata kuota manyoya, akawa kama manyoya kama ya tai. Akaanza kuishi na wanyama wa kondeni na kula majani na nyasi na kuruka majoka kama wanyama unaowafahamu kama nyani na ng'ombe na ndege, naye akaenda kuishi katika msitu katika kondeni, na ufalme wake akapewa mtoto wake ambaye alikuwa anaitwa Belshazzar. Hivyo baada ya miaka 7 au nyakati 7 zilizopita juu ya mfalme Nebukadreza, aliweza kurudishwa tena ufalme wake. Baada ya zile miaka 7, mfalme Nebukadreza aliinua macho yake kuelekea juu mbinguni, na alipoelekeza macho yake juu mbinguni akapata ufahamu wake na kujiona ya kuwa amekuwa kama mnyama au amekuwa kama ng'ombe. Ndipo akaanza kumhimidi Mungu aliye juu.
Akaanza kusema kwamba Mungu aliye juu ni Mungu anayestahili kuabudiwa, ni Mungu anayestahili kupewa sifa, utukufu na heshima, kwa maana ufalme wake unatawala mbinguni na hata duniani. Akaweza kutoa maelezo kwa watu kwamba ufalme wa Mungu ni ufalme mkuu, naye anafanya lolote analotaka. Anaweza kummilikisha mnyonge, anaweza kumudhili mtu yote mwenye kiburi akamshusha au akampandisha. Hivyo baada ya mambo hayo Nebukadneza akarudishiwa mawaziri na mawaziri na enzi yake ikaweza kumrudia. Na huu ndio mwisho wa Belshazzar, ndio mwisho wa mfalme Nebukadneza katika story hii ya Daniel au ambaye aliitwa Belteshazzar. Basi Belshazzar ambaye ni mtoto wa Nebukadneza akaweza kumiliki katika ule ufalme wa Babel. Naye Belshazzar alipokuwa katika ufalme ule akawafanyia maelfu karamu. Alipokuwa katika kuwafanyia karamu maelfu, akaamuru kwamba vilete vikombe vya madhabahuni ambavyo vilitoka Yerusalemu kwenye nyumba ya Mungu ili wapate kuvinywea divai, yeye pamoja na wake zake na masuria wake pamoja na wafalme na ndugu zake na marafiki zake. Hivyo akamuru vikombe vile viletwe, na vikombe vile vikachukuliwa madhabahuni. Basi wakavileta katika ile karamu, wakavitumia kunywea divai, yeye na masuria wake na wake zake pamoja na watu wote katika ule mkutano wakawa wametumia vyombo vile vya nyumba ya Mungu. Wakati mfalme akinywa vikombe vile, ghafla akaona mkono wa mwanadamu ukiandika katika chokaa ya ukuta wa mfalme palipokuwa pana kinara cha taa. Mkono ukatokea na kuandika maandishi matatu. Saa hiyo mfalme akaghadhibika, uso wake ukambadilika, akaanza kutetemeka, viuno vyake vikaishiwa nguvu, magoti yake yakaanza kugongana, akalia kwa sauti kuu. Naye akaamuru kwamba waletwe wenye hekima wa ufalme wa Babel, wachawi na wanajimu na waseiri na waganga, ili wapate kuweza kuyasoma maandishi yale pale ukutani. Lakini walipoletwa wale wenye hekima wa ufalme na waseiri na wanajimu na waganga na wachawi, hawakuweza kusoma maandishi yale. Mfalme Belshazzar akaendelea kughadhibika sana, uso wake ukambadilika. Akaamuru kwamba atakayeweza kutafsiri maandishi yale atavikwa mavazi ya zambarau na kupewa mkufu wa dhahabu, naye atawekwa kuwa ni mtu wa tatu katika ufalme. Lakini hakuna mnajimu wala mganga wala mchawi aliweza kufasiri ndoto ile. Basi mfalme alipozidi kughadhibika sana na kuwa na ghadhabu, ndipo malkia alipoingia katika jumba la mfalme na kumwambia, mfalme Belshazzar, tazama yuko mtu ambaye alifanywa kuwa mkuu wa waganga, ambaye inasemekana kwamba roho wa miungu watakatifu inakaa ndani yake. Roho bora kupita kiasi inakaa ndani yake, roho ya kufumbua ndoto, ya kufungua mafundo, ya kufungua na mafumbo. Naye baba yako alimweka kuwa mkuu wa waganga, naye anaitwa Daniel. Tazama angeweza kutafsiri ndoto hiyo. Basi malkia kumweleza mfalme mambo yale, mfalme akaamuru kwamba Daniel aletwe aweze kumtafsiria ile ndoto, aweze kumtafsiria yale maneno au aweze kumsomea yale maneno. Hivyo Belshazzar akaamuru Daniel kwenda kuletwa. Daniel akaletwa katika jumba la mfalme. Daniel alipofika, mfalme akamuuliza, Daniel, ni wewe ndiye Daniel niliyesikia habari zako ya kwamba ulichukuliwa Yerusalemu katika ule uhamisho wa Babeli, nawe uliweza kumfunulia baba yangu ndoto, nawe uliweza kuwekwa katika kuwa mkuu wa waganga? Daniel akawa amejibu, ndio yeye. Basi Belshazzar akamwomba Daniel ya kwamba aweze kumsomea maandiko yalikuwa yameandikwa pale ukutani, kwa sababu waliitwa wanajimu na waseiri na wachawi na waganga, lakini hawakuweza kusoma maandiko yale. Akamwamuru Daniel kwamba atakayeweza kumsomea yale maandishi atapandishwa cheo na kupewa mkufu wa dhahabu na kuvikwa mavazi ya zambarau, naye atakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Ndipo Daniel akafadhaika sana na uso wake ukambadilika, akawa na ghadhabu. Lakini mfalme Belshazzar akamwambia kwamba, Daniel, ndoto hii maneno haya yasikufadhaishe, wala tafsiri ya maneno yake yasikufadhaishe, bali ninaomba unieleze tafsiri yake, kwa sababu nimepata habari kwamba roho bora kupita kiasi inakaa ndani yako, nawe unaweza kunisomea maandiko yale. Basi ndipo Daniel akaanza kumkumbusha Belshazzar kwamba
Tazama, katika ufalme huu alikuwa anamiliki baba yako ambaye aliitwa Nebukadreza. Lakini mfalme Nebukadreza alipoinuka moyo wake ukawa na kiburi, wala kumpa Mungu utukufu, naye aliweza kufukuzwa mbali na wanadamu, akaenda kuwa kama mnyama, akala majani kama ng'ombe. Lakini baadaye akaweza kurudishwa. Nawe Belshazzar uliweza kufahamu hayo yote, na baba yako uliweza kufahamu kwamba aliweza kutokumtumikia Mungu aliye hai, akawa na kiburi. Lakini na wewe pia kujinyenyekeza moyo wako, au kukubali kwamba Mungu aliye juu ndiye anastahili kupewa sifa, utukufu na heshima. Lakini wewe mwenyewe binafsi umevichukua vikombe vya Mungu vya madhabahuni na umevileta kunywa divai. Basi tafsiri ya maneno haya ni kwamba Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Maana maneno yalikuwa yameandikwa ukutani pale, yalikuwa ni mene, tekeli na peresi, au mene, tekeli, ufasin. Maana yake ni kwamba Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekel, umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepungua. Na peresi au ufasini, kwa maana ya kwamba ufalme wako umegawanywa na wamepewa Wamedi na Wajemi. Hivyo Daniel akamwambia mfalme Belshazzar ya kwamba tafsiri ya ndoto hii iwapate adui zako na wale wanaokuchukia. Lakini baada ya kumpa mfalme Belshazzar tafsiri ile, mfalme aliamuru kwamba Daniel avikwe mavazi ya rangi ya zambarau na mkufu wa dhahabu, naye awe mtu wa tatu katika ufalme ule. Ijapokuwa Daniel alikuwa amemwambia mfalme kwamba mavazi yake ampe mtu mwingine na ule ufalme ampe mtu mwingine, tukiona kwamba Daniel alikuwa ana uchu wa madaraka au ana uchu wa kupandishwa cheo kwa mfalme. Basi baada ya hayo mambo yote na Daniel kumtafsiria tafsiri ile, Belshazzar akaweza kuuawa usiku ule ule, na ufalme ule ukagawanywa, akapewa Dario Muhammad ambaye alikuwa na umri wa miaka 62. Na huo ndio mwisho wa Belshazzar na ufalme ule wa Babel ambao alikuwa akimiliki Nebukadreza au akitawala juu yake. Akaja Belshazzar, uliweza kugawanywa kwa Wamedi na Waajemi, na ndipo ulipogawanyika na ulipokuwa ndio mwisho wa ule ufalme na kuanza kugawanyika. Basi baada mambo haya yote tutaendelea mbele ya kwamba Danieli aliweza kuonyeshwa maono ya muda wa kukaa katika utumwa. Danieli aliweza kujua maono ya muda wa kukaa katika utumwa, na Mungu alimtumia Danieli kumuonyesha mambo mbalimbali yatakayokuja, kwa sababu mtu Danieli alikuwa ni mtu wa maombi, alikuwa ni mtu wa sala. Hivyo Mungu alimtumia kumuonyesha maono ya mambo yajayo. Akaona maono ya kuja kwa Masihi na hata ya ufufuo, kwa sababu katika maombi ni mahali ambapo watu wa Mungu au manabii wanaweza kuishi maisha ya baadaye ingali wapo sasa. Kwa hiyo Daniel aliweza kutoa tafsiri za maono ya mbeleni na kuja kwa Yesu Kristo na pia ufufuo. Katika mambo haya nitakueleza katika sehemu ya 3 ya sehemu hii itakayokuja. Ujumbe wa leo katika stories hizi nilizoweza kuelezea 2. Ujumbe wa kwanza kwa dunia sasa, tunaambiwa kwamba tuweze kumheshimu Mungu aliye hai ambaye anatawala falme za duniani na mbinguni, kwa sababu yeye anaweza kufanya jambo lolote, anaweza kumkuza yote anayemtaka, anaweza kumshusha mwenye kiburi. Tunaona namna ambavyo Nebukadreza aliweza kushushwa kiburi chake na kuacha kiburi baada ya kupelekwa katika kufanywa kama ng'ombe na kula majani. Hivyo inatakiwa uache kiburi na uweze kumtumikia Mungu aliye hai. Ujumbe wa pili, tunaona kwamba tuheshimu vitu katika madhabahu za Mungu. Tuheshimu vitu vya Mungu, tuheshimu kazi za Mungu, kwa maana Mungu aliye hai aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu. Hivyo ndugu mpenzi mtazamaji, usikose katika sehemu ya 3 itakayoendelea.